Mkandarasi anapewa fedha, kumbe anadaiwa na benki, anatumia fedha ya mradi kwenda kupoza kwenye madeni yake yanayodaiwa. Nimepita jana Mbinga, nimekutana na jambo la aina hii. Nilipita na sehemu nyingine nikakutana na jambo la aina hii. Nimeelekeza TANROADS na Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, TARURA, Mheshimiwa Naibu Waziri huko hapa, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa payment, walishapewa malipo yao, na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Nipate taarifa hiyo, na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Ifuatilieni, fanyeni hiyo sensa, nataka hiyo ripoti. Na nimefuatilia, nimejua kuna baadhi ya wakandarasi, akiwemo mmoja ambaye mlimtoa kule Mbinga, yule mliyemtoa asipate kazi nyingine yeyote hapa nchini, wapatieni wazawa. Anakujaje mtu anatoka huko, mnampa hela, anacheza hapa, anatuchezea hapa, anatuchezea hapa. Wale wote ambao mnawapa kazi wanahamisha fedha, wanaanza kutumia kwenye madeni yao, wanaanza kutumia kwenye mambo yao, hawawalipi wazawa, wasipate kazi tena. Waaminini wazawa, wapeni kazi hizo. Hatuwezi tukawa na watu wanakuja wanababaisha kazi, wanatutisha na vijingereza puzi mtupu. Msiwape kazi. Yule mwingine nilisema awekwe ndani na azuiwe kutoka mpaka kazi ikamilike, mpaka atuachie mradi ili tuweze kuwapa watu wengine ambao wana uchungu na nchi yetu. Fanyeni hiyo sensa, tuwaone ambao fedha wamepata wametumia katika mambo mengine, miradi yetu inasuasua, baadaye wanaanza kutuomba nyongeza ya fedha, wanaomba adjustment, wanaiongezea serikali mzigo. Kwa hiyo fuatilieni miradi yote ambayo tumeshatoa fedha. Kumekwepo na mchezo huo. Tumeona hata wengine anapewa fedha, kumbe anadaiwa kule nchini kwake. Wanang'ang'ania fedha ilipwe kwenye akaunti za nchi yao. Yaani mradi unafanyikia Tanzania, fedha inalipiwa Tanzania, wanataka ilipwe nchini kwao, kumbe anadaiwa kule kwao.